Na mtazamaji wa Trend TV, bwana Mwijaku ameibuka kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kumsema Diamond Platnumz mara tu baada ya kuachia kazi mpya kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Natulizana, moja kati ya nyimbo ambazo zimetoka hivi karibuni, na kiukweli tumeona dhahiri shahiri kwamba ni nyimbo ambayo imepokelewa vizuri, maana mashabiki wengi sana wamekuwa wakifanya challenge na kuitumia katika posti zao mbalimbali mitandaoni. Bwana, tokea Diamond Platnumz alivyotoa nyimbo hiyo tumeona watu wameipokea vizuri, lakini kama kawaida, moja kati ya wapinzani wakubwa wa Diamond Platnumz katika upande wa mitandao ya kijamii, huyu hapa bwana si mwingine bali ni Mwijaku. Mwijaku bwana ameibuka na kuisema vibaya nyimbo hiyo, akidai kwamba kuna makosa mengi sana, mengine akayaorodhesha, then akarekodi video kuonyesha kosa moja baada ya lingine kuhusiana na nyimbo hiyo ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina hilo la Natulizana. Natulizana bwana ni wimbo ambao ni pure bongo flavor, hizi zinaitwa baibuda, nyimbo fulani hivi za kubembelezana kwenye mapenzi. Diamond bwana ameamua atoe nyimbo hiyo, nadhani kwa ajili ya kulenga zaidi soko la hapa Tanzania, soko la nyumbani au vibwana, kuhakikisha kwamba watu wanaburudika na kutokusahau kwamba bado uwezo wa kutengeneza nyimbo za namna hii za bongo flavor bado yuko nao. Kwa hiyo Diamond ametoa nyimbo hiyo, lakini kwa upande wa Mwijaku, yeye bwana amekuja kuitoa dosari bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ni kwamba Mwijaku bwana amekuja ameelezea hapa, akiwa anaonyesha baadhi ya makosa ambayo yeye ameyaona kwa haraka kuhusiana na ngoma hiyo ya Natulizana. Kwa mujibu wa Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameposti video ya wimbo huo, kisha kwenye caption akaandika kwamba Mwijaku ameandika kwamba makosa 7 ndani ya video moja kutoka kwa kijana wenu hapa, na waita BASATA. Mwijaku bwana moja kwa moja hapa amewatag Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, amewatagi kabisa hapo, akasema kwamba angalieni sekunde ya 10 na sekunde ya 57 kijana alivyomkumbatia dada yetu, alionyesha hisia. Kwa hiyo ni kwamba bwana Mwijaku anakuambia kwamba mnamo sekunde ya 10 na sekunde ya 57 katika wimbo huo wanatulizana, kwenye upande wa video anadai kwamba BASATA inabidi watazame video hiyo katika nyakati hizo tofauti ambazo amezitaja, akidai kwamba bwana kijana huyu Diamond Platnumz bwana ameonekana akiwa amemkumbatia huyo bidada ambaye ametumika kama video vixen humo ndani, huku akiwa anaonyesha hisia. Akaendelea kusema kwamba ila ukitazama video kwa umakini utaona kwamba kijana anajua nini anataka. Hicho ndo kitu ambacho ameandika Mwijaku. Then akaanza kutanabaisha baadhi ya makosa hayo 7 ambayo yeye ameyaona. Akaanza kosa la kwanza. Kosa la kwanza ambalo Mwijaku hapa amelitaja, ameandika kwamba hisia ndani ya video inapingana na idara ya 9 ya katiba ya kufanya video Tanzania. Huyo ndo Mwijaku anakuambia kwamba hisia ndani ya video inapingana na ibara ya 9 ya kufanya video Tanzania. Hilo ndo kosa la kwanza kwa mujibu wa Mwijaku. Lakini hakuishia hapo bwana, akaendelea kosa lingine ambalo hili bwana ni kosa la pili. Ameandika kwamba kurudia nguo, kama umefuatilia au umemfuatilia kijana wenu alipopigiwa simu na Bizu alivyokuwa kwenye gari kwa mama yake, alivaa the same dress code aliyopigiwa simu. Ameandika hivyo Mwijaku. Hilo ni kosa la pili, kwamba amerudia nguo Diamond katika hiyo video. Akaendelea kosa la tatu, melody amekopi kutoka kwa King Kiba. Huyo ni Mwijaku anakuambia kwamba ukisikiliza melody katika nyimbo hii, ukisikiliza hii nyimbo ya Natulizana ya Diamond ambayo imetoka hivi karibuni, melodies, ukiangalia na nyimbo ya Alikiba ambayo alishirikishwa na Nandi, utajua kwamba kuna sehemu melody zimefanana. Umeona Kwa hiyo ameandika hivyo. Hilo ni kosa la tatu. Huyu ni Mwijaku.
Lakini kosa la 4 amekuja hapa ameandika kwamba color grading kutoka kwa editor ni kwamba amefanya kijana ameonekana hadi aonekane handsome wakati sio. Huyo ni hayo ni makosa ambayo Mwijaku ameandika kwamba mtu ambaye ameedit video hii aliyefanya color grading bwana amefanya kijana anaonekana handsome wakati sio handsome. Huyo ni Mwijaku ameandika hivyo. Kosa la 5 ni kwamba Mwijaku hapa ameandika kosa la 5 ni kwamba video vixen hakuwa huru, alifanya akatilia alikuwa hajatulia wakati akifanya video hiyo. Alionekana kabisa kwamba alikuwa anashindwa hata kucheza ukifuatilia mnamo sekunde ya 59. Hayo ndo makosa 5 ambayo Mwijaku ameyataja, lakini alisema kwamba yako 7. Kwa hiyo la 6 na la 7 hapa ameandika kwamba mmalizie nyie. Lakini hakuishia hapo, Mwijaku akarekodi na video kabisa akiwa anatilia msisitizo swala hilo. Changanya chai na tende. Pumbavu Mwambino, unatoa nyimbo watu tunaelekea kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunajiandaa na Ramadhani, unatoa nyimbo kuhamasisha zinaa, baadaye utoe kaswida kuhamasisha watu kujiandaa na mwezi. Mpumbavu kabisa Mwambino, nyoko zako. Changanya maji na tende. Changanya tende na maji. Lakini bonge moja la video, bonge moja la hit song. Mpumbavu na tuingiza kwenye dhambi wewe, nyoko. Lakini pia kuna wadau, kwa mfano huyu hapa anaitwa Sogi Dogi Hunter anasema, amekuja hapa amemjibu Mwijaku, anasema kwamba ila Mwijaku, labda mimi ndio sio muelewa, ila ilibidi wewe na wengine wenye mawazo kama yako basi mbadilike. Huyu kijana tumebarikiwa kuwa naye, nilikuwepo tangu huu mziki unaanza na nimeshuhudia mabadiliko makubwa sana ya kibiashara kupitia Diamond Platnumz na wenzie pamoja na dini, ila usisahau kuwa huyu kijana bwana, mziki ni kazi yake, na pia vile vile usimlazimishe kuimba unachotaka wewe. Wenzetu bwana wanakumbatia mastaa wao, sisi pia tunakumbatia chuki. Kumponda Diamond kwa kisingizio cha mwezi mtukufu hakukufanyi kwenda peponi. Huyo ni mdau amekuja kumchana hapo Mwijaku kwa hiyo mada ambayo amekuja nayo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.